Katika video ya leo nitakufundisha jinsi ya kuingia live katika mtandao wa Instagram, na utaweza kuingia live kupitia hiyo simu yako. Basi moja kwa moja tizama hii video mwanzo mpaka mwisho na ujifunze jinsi ya kuingia live. Sasa hatua ya kwanza kabisa tutaenda kuingia katika simu yetu hapo, na tukishaingia katika simu yetu moja kwa moja tutaingia katika mtandao wa Instagram. Sasa hatua inayofuata utashuka upande wa chini katika hiki kijumlisha, utaenda kukibonyeza, kisha utaenda upande wa huku ulioandikwa live, utaenda kupabonyeza hapo, kisha utaletwa sehemu ya kufanyia live. Sasa ikiwa kama hujaiona ile sehemu iliyoandikwa live katika simu yako kupitia option ya chini pale katika jumlisha, basi nitaenda kukuonesha njia nyingine ya kuiona live kupitia Instagram. Sasa moja kwa moja tutarudi nyuma, tutaenda kukubonyeza kile kiex upande wa juu hapo. Sasa hapo tutaenda kuanza tena upya na nikuoneshe jinsi ya kuiona live ikiwa kama hujaiona live kwa upande wa hapo waiko kijumlisha. Sasa moja kwa moja tutaenda sehemu ya pembeni hapa kwa chini katika hiki kiprofile, tutaenda kukibonyeza, na tukisha kibonyeza tayari tutaletwa sehemu ya hapa, tutaenda upande wa juu hapo katika hiko kijumlisha tutakibonyeza, kisha tutaenda sehemu iliyoandikwa live hapo, tutaenda kupabonyeza. Moja kwa moja tutaletwa sehemu ya kufanyia live. Sasa hapo kuna setting ambazo tunatakiwa tuzifanye ili live yetu ionekane na watu wengi, au tuchague ionekane na wewe mwenyewe unaofanya hiyo live stream. Kwa hiyo ukiwa unaiona wewe mwenyewe hautopata views za aina zozote, na ukiwa unaifanya kwa ajili ya watu wengi utapata views nyingi na utapata watazamaji wengi. Ukifanya kwa ajili yako hautapata watazamaji, bali mtazamaji utakuwa wewe mwenyewe. Sasa hatua inayofuata tutaenda sehemu ya juu palipoandikwa share everyone hapo, katika hayo maneno tutaenda kuyabonyeza hapo, na tukishayabonyeza tutaletwa sehemu ya hapa. Naomba unisikilize kwa umakini, kuna neno la juu hapo liloandikwa public. Public maana yake ni watu wengi, yaani kwa hiyo ukifanya hiyo live yako ukiweka public hapo, hiyo live yako wataiona watu wengi na utapata views nyingi, au kwa lugha ya Kiswahili utapata watazamaji wengi katika hiyo live yako stream. Na ukiweka hilo neno la chini liloandikwa privacy hapo, hiyo itasababisha live yako isionekane na watu wengi. Privacy maana yake ni mtu mmoja ambaye atakaiona hiyo live yako. Kwa hiyo sasa hiyo live yako utakuwa unaiona wewe mwenyewe na hautopata mtazamaji wa aina yoyote, wala hautopata views. Ndio maana privacy, yani maana yake utakuwa unaiona hiyo live ni wewe mwenyewe tu. Nadhani kipengele hiki tushaelewana. Sasa moja kwa moja tutarudi nyuma hapo, tutaenda kumalizia baadhi ya setting, na moja kwa moja tutakuja upande wa juu katika hiki kimduara hapa, tutaenda kukibonyeza hapo, kisha tutaenda setting hizi hapa. Hakikisha eneo la hapa juu palipoandikwa kamera hapa, front camera, hakikisha imewashwa, na kuna option ya chini palipoandikwa side, hakikisha pamewashwa, na kuna option ya chini palipoandikwa allow access, hakikisha pamewashwa. Kisha tutarudi nyuma hapo. Sasa hapo tutakuwa tushamaliza setting zote za kuingia live. Sasa moja kwa moja tutashuka kwa chini hapa katika ili duara hapa, tutaenda kulibonyeza, na tukishalibonyeza itaanza kujihesabu kuanzia 3 hadi 1. Moja kwa moja live yetu itakuwa active, kwamba itaanza kuonekana. Kama uliseti public itaonekana na watu wengi, kama uliseti privacy basi itaonekana na wewe mwenyewe. Sasa hapa kuna baadhi ya vitu nataka nikuelekeze ukiwa katika hiyo live yako, ili kama ulipanga ionekane na watu wengi, basi kuna vitu natakiwa uviweke ili hiyo live yako iende viral na ipate views nyingi. Sasa kabla sijaenda kukuonesha hizo setting, kuna vitu nataka nikuelekeze hapa. Kuna sehemu wameandika this live video comment hapo, sehemu ya hapa chini. Ukiwa katika hiyo live yako, watu wakiwa wanakutumia comment utakuwa unaziona kwa hapa chini hapa. Na kitu chengine kabisa, kama unataka kuikata hiyo live yako, unataka kuimaliza, utakuja upande wa juu katika hiki kiex hapo, utaenda kukibonyeza. Nadhani vipengele hivyo viwili nishakuelekeza. Sasa nitaenda kukuelekeza setting ambazo natakiwa uzifanye ili live yako iwe viral. Sasa hapa chini kuna option ambayo itakokusaidia wewe hiyo live yako kwenda viral na kuonekana na watu wengi. Sasa hii ukiitumia itakusaidia
kuweka picha katika hiyo live yako. Kwa mfano kama upo eneo baya, labda kwenye majani nini, unataka kujiweka uonekane katika eneo zuri, basi utatumia hii. Kazi yake ni kuweka picha. Sasa moja kwa moja nitaenda kuibonyeza hapo na niwaoneshe jinsi inavyotumika. Na nikishaibonyeza moja kwa moja nitaletwa katika picha zilizokuweko katika simu yangu, na nitaenda kuchagua picha ambayo nzuri itakayotumika katika hiyo live yangu stream. Kama hivi hapo unavyoona, ile picha ambayo utakayochagua itakaa kwa nyuma ya hiyo live yako. Wewe utaonekana kwa upande wa pale juu, kapicha kadogo dogo utaonekana pale juu, na ile picha itatawala katika screen nzima kama hivi hapo unavyoona. Hii ndo kazi yake, hii setting hapo. Sasa tutarudi nyuma na tutaenda katika setting ambayo inaofuata. Sasa kwa hapo juu kuna option ya kimic hapo, utaenda kukibonyeza, na hii kazi yake ni kuunganisha pamoja na mic. Kwa mfano kama unataka kuongezea sauti yako iwe nzuri, utaunganisha na vile vimic vya bluetooth katika hiki kipengele. Nadhani mshanielewa hapo. Na kuna option ya hapa chini iliyokaa mfumo kama kikamera. Hii kazi yake ni kuwasha kamera ukiwa katika live yako. Ukitaka unaizima kamera, unaweka kiza watu wasikuone, au ukitaka unaiwasha kamera. Na hii option ya chini hapa iliyokaa kama vimishale vimezunguruka, hii kazi yake ni kugeuza kamera. Kwa mfano kama unataka kutumia kamera ya mbele, basi utageuza, utatumia kamera ya mbele, na kama hutaki kutumia kamera ya mbele, utageuza, utatumia kamera ya nyuma. Sasa na kwa hapa chini kuna ka option kama cha mdoli hiki kazi yake ukikibonyeza, kazi yake ni kuweka sticker katika live yako au kuweka midoli kama hivi unavyoona hapo. Ukishabonyeza utachagua mdoli ambao unataka kuweka, kama hapo unavyoona dada alivyoweka, kaeka hapo dude gani sijui hilo limekaa, au ukitaka utaweka midoli unaweka. Hiyo ndo kazi ya iko kistika hapo chini. Na kama nilivyokuelekeza hapo mwanzo, kwa eneo la hapo utakutana na comment za watu ambao watakokuwa na utizama hiyo live yako stream. Nadhani kipengele hiki tushaelewana hapo. Sasa naamini umejifunza jinsi ya kuingia live katika mtandao wa Instagram, na hivyo ndo jinsi ya kuingia live katika mtandao wa Instagram pamoja na settings zake. Na kukumbusha usisahau kusubscribe katika channel yetu ya Mr. Tech. Mimi niseme chao, tutakutana tena katika video inayofuata.